Hongera, mmefanikiwa kuajiriwa katika shifti ya usiku kwenye nyumba ya kuwahifadhi watoto wa ajabu. Mshahara ni shilingi 800,000 kwa siku kwa kila mmoja wenu. Lakini kabla ya kuanza kazi katika nyumba hii, kuna masharti machache ambayo mkivunja, hakuna atakayetoka akiwa salama. Sharti la kwanza, unatakiwa kuwachagua marafiki zako watatu unaowaamini. Kila mmoja lazima achague chumba kimoja kati ya 4, namba 1, 2, 3 au 4, kwa siri bila kumwambia mwenzake. Mkikosea na zaidi ya mmoja mkachagua chumba kimoja, basi jueni mmekwisha na pale mlipo hamko duniani tena. Chumba cha kwanza kina mtoto ambaye hana macho. Ukimgusa kwa mkono wa kushoto, anabadilika kuwa chatu mkubwa, kisha mwili wako utaganda kama barafu. Njia pekee ya kupona ni kutoka chumbani haraka ukiwa unatembea kwa mikono, bila kusimama hata sekunde moja. Chumba cha pili kina mtoto aliyevaa nguo nyeusi. Kakaa gizani kimya. Hairuhusiwi kuwasha taa ndani ya chumba hiki. Unatakiwa kumlisha chakula akiwa amelala usingizi tu. Akiamuka ghafla ukiwa karibu, bana pumzi yako mpaka atakaposinzia tena. Ukishindwa, hautatoka tena nje ya chumba hicho. Chumba cha tatu kina watoto 4 wanaofanana kila kitu. Mmoja tu kati yao ndiye wa kweli. Ukikosea na ukampa chakula mtoto asiye sahihi, utajikuta katikati ya shamba la magugu lisilo na njia ya kutoka. Huko hakuna anayewahi kurudi. Chumba cha 4 kina mtoto asiyeonekana. Anakaa kwenye moja ya pembe za chumba. Unatakiwa kuhisi yuko pembe gani na kumwogesha bila kumkosea. Ukikosea pembe, shimo litafunguka na utaanguka kwenye handaki la giza lisilo na mwisho. Sharti la pili, hairuhusiwi kuongea ndani ya nyumba wala kumuita mtu yeyote. Ukizungumza hata kwa bahati mbaya, utageuzwa kuwa panya papo hapo. Sharti la tatu, ukikutana uso kwa uso na rafiki yako ndani ya nyumba wakati wa usiku, miili yenu itabadilishana papo hapo na hakuna njia ya kurudisha hali hiyo. Sharti la mwisho, hakikisha unaenda na marafiki unaowaamini. Kwa sababu kosa moja tu la mmoja wenu, nyumba nzima itaingia kwenye giza lisilotoweka hata mkijaribu kuwasha taa. Na humo ndani ndo mtakuwa makazi yenu ya kudumu.